Ikiwa nyie midomo itaendelea kunona kwa rushwa, au hata wakifundishwa madhara ya rushwa, wataenda kuyatekeleza wapi? Siku moja marehemu mzee Sita akaniambia kitu kwa kwenye bunge la katiba, akasema unajua hawa wanaopiga kelele hawa hawajawahi kukaa jikoni. Ukimsikia mtu apiga kelele, oh, rushwa ni hatari, yaani umsikia kiongozi wa siasa hasa rushwa, umchekie sasa, huyu hajawahi kukaa wapi? Huyu aikaa jikoni, huyu mdomo utajaa mafuta hata sema. Yaani hapa hizi kelele za rushwa wengine zinapigwa kwa sababu ya nini? Ya njaa tu. Why? Kwa sababu msingi wa familia umeshaharibika. Kwa hiyo hawezi kuja kuwa mwema huku. Leo atamshambulia huyu aonekane huyu ni mpambanaji wa rushwa, lakini siku akikaa kwenye kile kiti. Kwani nyinyi wa Tanzania tulizeni. Nyinyi kuna wangapi mmewasikia wanakemea rushwa wakiwa hawana madaraka? Walipopata wako wapi? Si mnajua kabisa kwamba fulani ukianza kuhesabu hivi sio akiingia pale anakuaje? Sio anakuaje? Walikuwa hawajawahi kuingia jikoni. Sasa hawa tuliwaacha huku kwenye misingi ya kuwafundisha katika dini, tuliwaacha. Kwa mimi ni ombi langu kubwa viongozi wa dini, ili turudi kwenye maadili yetu, turudi kwenye asili ya uungu, watoto wetu wawe na hofu ya Mungu. Twendeni mashuleni, viongozi wa dini, tukarejeshe vipindi vyetu vya dini, na serikali haijazuia watoto wetu kushiriki kwenye vipindi vya nini? Vya dini. Mtu anayeweza kupinga rushwa kwa moyo wa dhati, kwanza tufahamu, hawezi hata kuingia kwenye jiko linalochemsha damu na kupika nyama za watu ambao mnawaua kwa ajili ya hayo mafuta. Ndani ya CCM mafuta yenyewe hayo jikoni ya kunona mafuta, kwani mnanona mafuta ya nini? Si mafuta ya watu mnaowaua. Nyie mnaua watu kwa ajili ya hayo mafuta yanayonona mdomoni. Kwa hiyo mtu ambaye seriously anaweza kupinga rushwa kwa nia ya kweli, jikoni tu hawezi kuingia, hawezi, kwa sababu kuwa tu ndani ya CCM wewe ni mbaya kuliko rushwa yenyewe, kwa sababu huko mnachukua na kutoa rushwa ya uhai wa watu. Ndio rushwa. Mafuta ni midomo kunona mafuta ya nyama za watu, damu za watu. Kwa kifupi, lugha rahisi ni kwamba ukiwa ndani ya CCM, kwanza sio unakemea rushwa ikiwa njaa. Hakuna hata aliye na ujasiri wa kuzungumzia rushwa. Unaona tu kabisa hata sura yake, mwili wake unaongelea kwamba rushwa kweli ni mbaya. CCM tu ni rushwa, yani ni chama cha rushwa, chama cha mauaji, chama cha mashetani. Utataka rushwa nyingine nini? Rushwa gani? Lakini binadamu wengi ambao unaona kwa mvuto wa kila aina, ushawishi wa kila aina, vitisho vya kila aina, mateso ya kila aina, hawaingii ndani ya chama cha wauaji, chama cha watekaji, chama cha mashetani. Juu hao ndo wana uwezo wa kupinga rushwa. Wapo wanaweza kupinga rushwa. Naomba ifahamike, hii dunia tupo wanadamu ambao utu wangu na wa watu wengine una thamani kuliko mafuta ya kunona mdomoni, kuliko mafuta ya nyama za watu, ya uhai wa watu yatakayonona mdomoni. Hilo Makonda ajue. Na hiki mnakokimbilia kwamba hakuna mwanasiasa, hakuna binadamu ambaye sio mwanasiasa. Siasa ni mpangilio wa mambo katika jamii. Watu wakikaa kanisani wakapanga nani anasimama pale, nani kipi kinaanza, kipi ni siasa zile. Siasa ndo
panga watu wasajiliwe, sehemu fulani pawe na kanisa, sehemu fulani hapatakiwi, sehemu fulani. Siasa ndio inayopanga nauli, fedha ambayo itatolewa kanisani kama sadaka, michango. Na siasa, lugha nyepesi tu kabisa, ni mfumo wa uongozi katika jamii. Ni namna ambavyo jamii inaweza ikaendesha mambo yake kwa mpangilio. Kwa hiyo wote sisi tunaokemea mabaya ni wanasiasa, na asiyekemea ni mwanasiasa au yuko chini ya wanasiasa, ataka asitake, anaamuliwa mambo na wanasiasa au viongozi wa mpangilio ambao ndio siasa. Kwa hiyo ondosha kabisa hiyo lugha ya kwamba hakuna anayeweza, wanaopiga kelele kukataa rushwa ni njaa. Ndani ya CCM hakuna hata anayeweza kupiga kelele kukataa rushwa, hayupo. Hata ukimwona ni mdomo tu ambao hauendani kabisa na dhamira yake, lakini nje ya CCM tupo. Na lugha yako imemaanisha kwamba kwa hiyo mlioko ndani ya CCM wasihangaike, asiwepo mtu wa kuhangaika kuambia habari za rushwa, kwa sababu nyie midomo imenona, mmeshanona midomo. Ila watu waende wakatafute wanafunzi ndo wakawafundishe kwenye familia zao, ndo wakafundishe. Nyie midomo itaendelea kunona. Ikiwa nyie midomo itaendelea kunona kwa rushwa, au hata wakifundishwa madhara ya rushwa, wataenda kuyatekeleza wapi? Kwa sababu ndo wao wakiinuka wajaribu kuzungumza hili jambo, hii haki hapa imepotolewa, kwa sababu midomo waliosimamia mamlaka, midomo imenona. Munaondoa uhai wao. Natumia mahakama kuwatesa, tumia magereza, mahakama, polisi kuwatesa. Elimu ya watu wanaopinga rushwa, madhara ya rushwa, karibia wanafunzi na watu wote wanajua. Shida ni kwenye kuipinga kwenyewe, kitendo chenyewe ndo mupo mlionona midomo. Na kuhakikishia Makonda na mtu yoyote wa CCM, wenye haki tupo na cha moto tunakiona. Danieli, katika Danieli 5 mstari 17 nasema, ndipo Danieli akajibu akasema mbele ya mfalme, zawadi zako zishike wewe mwenyewe na thawabu zako mpe mtu mwingine, walakini nitakusomea mfalme maandiko haya na kumjulisha tafsiri yake. Nitamsomea mfalme maandiko haya na kumjulisha tafsiri yake, lakini jiko lenyewe, jiko achukue mwenyewe. Na maandiko yenyewe ni maandiko gani? Mene, Tekeli na Peresi. Kwa hiyo mtu anayeweza kukataa, ambaye anaweza akakemea rushwa kwa nia ya kweli, cha kwanza hawezi kuingia jikoni wanakochemsha damu, wanakokaanga nyama za watu kwa ajili ya cheo. CCM ni jiko linalochemsha damu na kukaanga nyama za watu kwa ajili ya cheo, ili midomo inone. Kwani mauaji yote mnayofanya ni kwa ajili ya nini? Mauaji yote mnayofanya ni kwa ajili ya midomo kunona. Chochote kinachonona midomo kinatoa tafsiri. Midomo yoyote iliyonona inatoa tafsiri ya vifo vile, mauaji yale, ukatili huu, mateso haya wanayoteswa watu. Ndiyo midomo hii
iliyonona. Lugha rahisi ni kwamba mlitabiriwa kwamba ni ufalme utakaosimamia uchungu na mateso kwa watu wake. Haijawahi tokea kabla na haitakuja kutokea baada ya hapo. Lakini pia ilitabiriwa katikati ya utekaji mkubwa, katikati ya mauaji makubwa, katikati ya watu wengi kuteswa magerezani, pia ilitabiriwa kwamba watakuwepo waaminifu mpaka kufa. Makonda na watu wa CCM, katika siku mlizoishi, nchi ya Tanzania na hasa upande wa Tanganyika umeonja jehanamu na kuzimu kulivyo. Nchi imekuwa jehanamu, nchi imekuwa kuzimu kwa watu wema. Nchi ni bonde la uvuli wa mauti, na wengi wamelala, wengi wameuawa. Hata hivyo, wapo, tupo tulio waaminifu hata baada ya wapendwa wetu wengi kuuawa. Na mimi nakuahidi kwamba tusipoingia tu kwenye jiko ambalo ni CCM, ni utawala wenu wa damu, tusipoingia humo tu, tumesha pass kukemea rushwa na hatusukumwi na njaa, kupinga rushwa ambayo CCM yenyewe tu yenyewe CCM ni rushwa, yani ni chama cha rushwa, ni rushwa. Kwa tafsiri hiyo ambayo meitoa hapo mwanzo, endeleeni kunona midomo kama ulivyosema, lakini hatutaenda kuongea na wanafunzi, kwa sababu mpaka wanafunzi waje wawe watu wazima, idadi kubwa ya watu watakuwa wameshateketea, na ikiwemo wanafunzi hao. Tutaongea na nyie ya kwamba rushwa imeharibu kila kitu, itaharibu kila kitu, na mpaka itaharibu hata maisha yako, hata kama unajihisi umejichomeka vipi. Anyway, endeleeni kunona midomo, tuendelee kulia. Inawezekana Mungu huyu aliyenyamaza, kuna siku ataamua kati yetu na ninyi. Asanteni sana.